NBC. Tuwatakie kila laheri, ligi daraja la kwanza tutamisi pepe. Msemaji, pengine baada ya mchezo wenu huu dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao umesalia mbele yenu dhidi ya Young Africans, pengine pia Watanzania na mashabiki wa Simba Sports wanahitaji kusikia chochote kutoka kwako. Kwanza tuanze kwa kuipongeza Simba yetu. Msimu huu tumekuwa na kiwango bora sana. Kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Fadlu Davis. Unapozungumzia kiungo bora wa ligi kuu ya NBC unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda ukamzungumzia Faisal Salum Feitoto kwamba ndiyo kiungo bora. Lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia goalkeeper bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia msemaji bora wa ligi kuu ya NBC unazungumzia Ahmed Ali. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuwapongeze kila ambaye ameshiriki, na hata ukienda kuangalia mapato, timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unaikuta Simba Sports Club. Maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli msimu huu. Sisi kwetu wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita. Kwani semaji hapa msimu ndio mmeumaliza? Muda mchache kabla mechi, semaji ulisema kwamba unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba mara baada ya kumaliza rasmi msimu wa 24-25. Sisi tunafahamu baada ya mchezo mmoja ambao uko nao mbeleni baada ya siku 3 tarehe 25 dabi ya Kariakoo. Leo tulikuja kuagana wana Simba, kuagana nyumbani kwetu. Tumekuwa tukiutumia uwanja wa KMC, na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi 8 mbele hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wana Simba, tumeagana na kila mwana Simba amefurahi, na niwapongeze wana Simba, wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo. Tumeagana, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 katika uwanja wetu wa nyumbani. Semaji, unawasikia mashabiki huko, hatucheza tucheze nyingi, alafu mechi yao ni dhidi ya Yanga, mechi ambayo mnakwenda kutafuta pia ubingwa. Labda niseme kitu kimoja, najua mna kiu na shauku kubwa. Labda niseme, na siku nyingi hamjanihoji. Nina kama wiki 2-3 hivi sijapokea simu ya mwandishi yoyote yule kunitafuta tuzungumze. Nikasema waandishi wameshanitupa. Tumalize waandishi mmeshachoka namna hii. Hatuwezi kuchoka sana. Hata wewe Latifa. Ulikuwa vacation tuliokuwa. Teddy Tino anahama tu media hii. Anitafuti kunihoji. Sawa, wasemaji unazungumziaje? Maana maneno yamekuwa mengi, wanasema msimamo kama club bado hamtoi mpaka sasa hivi. Ni vipi ile promo mlikuwa mnaitumia tarehe 15 kama mmeipunguza kuelekea dabi tarehe 25? Kwanza ieleweke kitu kimoja, hakuna mahala popote ambapo ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitishe unacheza ama hauchezi. Hiyo haipo. Ratiba ya ligi ikitoka maana yake naanza maandalizi kuelekea katika mechi husika. Na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba, taarifa rasmi ni kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana ya kesho kutwa tutawaeleza. Lakini kwa sasa niseme tu kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani wa ligi kuu ya NBC 24-25. Kwa hiyo iko nafasi kama msemaji kuzungumzia maandalizi na matumaini kuelekea mchezo huo. Tuna Jumatatu, tuna Jumanne, tuna Jumatano. Kama kuna lolote ndani ya siku hizi chache kuelekea tarehe 25 tutawaeleza. Kwa maana mpaka sasa hivi bado hamjaamua. Semaji zimesalia siku 2 tu kwenye hili sana. Tumalize. Au tuende nje semaji. Tusokee watu wa bodi ligi jamani. Tuende nje pale semaji. Sehemu yetu hatujaridhika hata kidogo. Bwana bwana hajamalizana. Ya dabi wanaanzia huko.
Sijui kama wanaanzia huko wanaanzia wapi, si wala au mechi ipo hakuna, wala si hatujui, lakini sisi tunachojua Simba akachukue kombe na kombe tutalichukua inshallah. Mzalamu, kwa niaba ya mashabiki wengi ambao wanakutazama, wengine ambao hapo hapa, tumekuwa tukiona mtandaoni na matamko ya mashabiki wakizungumzia wanataka waone tamko la club, na kwamba wao msimamo wao mashabiki ni ile barua ya timu ambayo ilitolewa tarehe 12. Wewe umesema unacheza, lakini unadhani kwa nini mashabiki wengine wameibuka? Sikusema ninacheza. Mimi sijasema ninacheza wala sicheza. Sijasema chochote. Hujasema chochote. Sijasema. Usininukuu kusema mimi ninacheza. Kwa hiyo mimi sijasema nacheza au sicheza. Mimi nimekwambia Simba lazima awe bingwa. Sasa mimi swali langu kwa faida ya mashabiki wengine wanaokutazama, maana unawakilisha wengi. Mashabiki unadhani kwa nini waliibuka na kusema wao msimamo wao ni ile barua iliyotolewa ya tarehe 12 kwamba dabi isipochezwa tarehe 15 basi haichezwi tena? Kila mshabiki ana miemko yake. Hilo wewe unajua. Swaiba wako Dr. Mudi siku nyingine anasema Karia mbaya, mara Karia mzuri kama sukari, mara nini. Kwa hiyo huwezi kumzuia kila mtu anachosema. Lakini nimekwambieni mimi sikuwahi, hamkuwahi kuona, hamkuniona kuposti kusema dabi haichezwi. Hilo la kwanza. Lakini sijawahi kusema pia dabi inachezwa. Kwa hiyo nipo 50-50. Sasa kuna mtu anakutazama sasa hizi anataka akusikilize, labda na yeye akufuate kwamba mimi namfuata Mzalamu, wewe unasemaje? Sio waende TFF ndo anajua. Sasa nikajue mimi Mzalamu. Ngoja kwanza Mzalamu bwana. Wewe umesema wewe upo katikati. Haujasema. Yaani mimi sijasema dabi tunacheza wala hatuchezi. Sasa kuna kwa nini niwatangazie watu wao yachezwa au kuna mtu yuko nyuma. Wasubirie tarehe 25. Kuna mtu yuko nyuma yako anataka kufuate wewe. Atanifuata kinyemela. Mimi nipo. Akinifuata kinyemela nitamwambia nilichokuwa nacho. Kuna mtu yuko nyuma yako anasema mimi atakachosema Mzalamu ndio role model wangu na mimi nafuata hicho. Sasa atakuwa anakosea. Anatakiwa kwanza anifuate mimi. Ananiu. Tarehe 25 sio mbali, bado siku 3 naamini. Sasa lazima tu watu wavute subira. Inna Allaha ma'as-sabirin. Yoyote mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inshallah kama ipo basi itakuwepo. Wakati ambapo unasema inna Allaha ma'as-sabirin, sawa, ni kweli mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maandalizi ya mchezo ya dabi yanaendelea. Ndio tunaenda kufanya kwamba itakapopatikana hiyo nafasi basi tunasema aljitihada wajada. Mwenye kujitahidi atafanikiwa. Tunaenda kujitahidi, kama ipo basi tutafanikiwa. Sasa turudi kwenu nyinyi kama mashabiki, maandalizi yenu kwenye kuisupport timu tarehe 25. Timu tushaisupport toka huko tulipotoka hadi kufikia hivi sasa. Sasa hayo mambo ya kusupport timu ukawaambie wale ambao waliokuwa wanataka kuharibu mpira huu. Wameona sasa kuchukua kombe kama tembo kupita kwenye tundu ya sindano, wakaanza kuharibu mpira, kumuona Almas Kasongo mbaya, Wilfred Kidau mbaya, wakati wamechukua kombe kupita hao Karia mbaya. Ukawaambie hao, lakini sie Simba tulikuwa tunanyosha timu yetu, tunaokota pointi 3 kila mechi. Kila mpaka kufikia hapa It's not a game, it's a rich thing.